Nimshukuru na kumpongeza rais wetu kwa kuona mbali, kwa sababu mkakati wa rais wetu ni viwanda hivi tuvijenge vingi katika sekta mbalimbali ili kuweza kutengeneza ajira kwa Watanzania vijana na akina mama. Kwa tunapoona wizara yetu inapata maombi ya nchi za jirani kwenye mahitaji ya simenti na vifaa vingine vya viwandani, huo ni ujumbe kwa Watanzania kwamba tunafanikiwa na tumefika tulikotaka kufika. Maombi haya maana yake ni kwamba viwanda hivi vikiongeza uzalishaji ndipo tunatengeneza ajira kwa Watanzania. Kwa wizara yangu pamoja na katibu mkuu, naibu waziri na naibu katibu mkuu tumejipanga kwenda kila kiwanda cha simenti kuangalia jitihada zao za uzalishaji, wanakwama wapi, ili tuweze kuwasaidia kuongeza uzalishaji huo ili kuweza kupokea hii fursa na kuitumia vizuri kwa manufaa ya Watanzania kwa upande wa ajira na kusaidia kujenga uchumi wa nchi. Kwa hiyo leo tuko hapa kiwanda cha Camel cha simenti. Tunawapongeza kwa jitihada ambazo mnafanya, na katika kiwanda hiki nimemwelekeza katibu mkuu kukaa na wenye viwanda, sababu sasa hivi kutengeneza simenti sio mpaka ukae kwenye eneo ambalo lina malighafi zote. Na mnafahamu Watanzania sasa hivi viwanda 13 na vingine vinajengwa ambavyo tunavyo vimekaa kwenye maeneo ambayo yana limestone, lakini teknolojia sasa hivi imeruhusu kiwanda kuwa mahali popote as long as material yanafika kwa bei nafuu ili kuweza kutengeneza simenti na kuweza kushindana kwenye soko. Kwa hiyo sisi Wizara ya Viwanda na Biashara tunatafuta wawekezaji wenye viwanda vilivyopo tukae na nyinyi, maana kuna maeneo mengine ya nchi unakuta kutoka maeneo ya viwanda mpaka kufika kwenye hiyo mikoa ni zaidi ya kilomita 1000, hususan mikoa ambayo iko upande wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tunatafuta kwenye viwanda vya simenti ambao mnataka kufanya upanuaji wa uzalishaji, maana malighafi inaweza ikawa iko huko, lakini sasa hivi tuna reli ya kati imefufuliwa, tunajenga SGR. Kwa hiyo badala ya kusafirisha simenti umbali mrefu zaidi ya kilomita 1000, sasa tunakaribisha viwanda vile ambavyo vina interest ya kwenda kuwekeza mikoa ya kati na upande wa kanda ya Ziwa, mje wizarani kwetu tuangalie ni namna gani tunaweza tukafanya katika kuwasaidia kufanya uwekezaji huo ili kupunguza umbali wa kusafirisha simenti kutoka mikoa ya Dar es Salaam kwenda zaidi ya kilomita 1000. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia ni jukumu la serikali ni lipi na upande wa viwanda ni nini, ili tuweze kutafuta namna ya kubalance kuweza kuhakikisha mikoa ya kati na mikoa ya kanda ya Ziwa uzalishaji wa simenti unafanyika katika maeneo hayo. Lakini pia wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Madini, kuna taarifa za jiolojia ambazo zinaonyesha kwa mfano milima ya Katahoka kule Biharamulo mkoa wa Kagera kuna deposit ya limestone ambayo taarifa yake tutashare na wenye viwanda. Ni wataalamu kabisa majiolojia walienda wakasurvey wakaona maeneo yale yana limestone, na limestone hiyo pia kuna yani jiolojia inavyoonyesha hata kiwanda cha vioo kinawezekana kwa sababu material yako pale. Kwa hiyo kwa sababu tumewekeza kwenye miundombinu ya reli, teknolojia kama mlivyosema, kwa mfano hiki kiwanda cha Camel material yote mnaagiza. Sasa kwa utaratibu kwa mfano wa Camel ulivyo, kunaweza kuwa kuna kiwanda kimesogea labda Dodoma, Singida, maana gypsum na kwenyewe kule ipo, tukaangalia namna ya clinker inavyoweza kwenda kule kwa bei nafuu kutumia reli zetu ili kuwe kuna kiwanda cha simenti katika mikoa ya kati, Dodoma, Singida na kanda ya Ziwa. Kwa hiyo katibu mkuu, wakati sisi tunaendelea na heka za uchaguzi, sasa wewe na timu ya wizara kaeni na kwenye viwanda hivi vya simenti na mshenao hizi taarifa za kijiolojia ambazo tunazo
ili tuangalie ni namna gani tunaweza tukasukuma uwekezaji kwa upande wa viwanda vya simenti kwenye mikoa ambayo iko mbali na viwanda vilivyopo hivi sasa. Lakini pia tunapita kwenye viwanda kuhamasisha kuzalisha zaidi, kwa sababu kama nilivyosema, nchi za SADC, nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, tumekuwa tukipokea maombi ya simenti kutoka Tanzania. Wamependa made in Tanzania bidhaa zetu. Kwa hiyo hata hapa kwenye upande wa Camel, changamoto ambazo mmetutajia tutazifanyia kazi ili mjikite kwenye maximize uwezo wa kiwanda uliosimikwa kwa sababu ya soko kubwa tulilo watangazia la nchi za jirani, lakini pia kujihakikishia nchi yetu tuna uzalishaji wa simenti ya kutosha, na najua ushindani ukiwepo hata upande wa bei na nyinyi kuangalia namna ya kupunguza gharama, hivyo ndiyo faida ya ushindani. Katika changamoto kubwa sana, kwa sababu hii kiwanda chetu ina involve raw materials kama limestone, clinker na vitu vingine. Kwa hiyo changamoto kubwa ni upatikanaji wa hizi limestones. Sasa hizi raw materials zote zinapatikana Tanzania. Kwa hiyo kwa ushirikiano na serikali na wizara wanaweza kutuwezesha katika studies hizi kujua hizi raw materials zinapatikana wapi na kupatikana kwa rahisi zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwa ushirikiano wa serikali na viwanda vyetu hivi tunaweza kupata raw materials hizi tuongeze uzalishaji wa cement. Kwa hiyo challenge kubwa ni upatikanaji wa raw materials. Kwa upande wa power, kama tunavyoona Mheshimiwa Rais Pombe Magufuli, kuna ambayo inajengwa hiyo Nyerere kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, ambao ni kitu cha muhimu sana kwa ajili ya viwanda, na kuna challenge ndogo ambayo naamini tunaweza tukazisuluhisha, kwa sababu gharama kubwa ya hizi mifuko ya cement inatokana na gharama ya production, na gharama ya production moja hapo ni gharama hizi raw materials ambazo sisi tunazileta. Kwa hiyo kama tuna raw materials na hizi changamoto zingine zinapata suluhisho, manake bei ya production yetu sisi itapungua, ambayo inaweza kusaidia pia bei ya mifuko ya simenti ipungue. Kwa hiyo mimi naamini kabisa ushirikiano, yani wadau kama serikali wa play their part katika kusaidia sisi, na sisi kama investors katika kuwekeza tunaweza tukaongeza production ya cement. Na kwa sasa hivi production inaendelea kama kawaida. Ilikuwa kuna changamoto katika corona, lakini corona imepita na tunaendelea na kazi kama kawaida.